Hello, habari na karibu. Ni Dr. Temu hapa. Wana kikundi, natumai tunaendelea vyema na video zilizopita. Basi ni wasaa mwingine tena tuendelee kuandaana kwa ajili ya kitu kikubwa ambacho kinakuja. Kwa nini network marketing? Leo ningependa kuongea kuhusu maadui wanne wa kifikra. Naposema ni maadui wa kifikra, maana yake wapo kwenye fikra zako. Ni maadui ambao ni fikra yako inayokuhamisha. Twende moja kwa moja kuwatazama. Katika umri huu wengi wameshajua kwamba ili waweze kujikwamua na kuishi maisha yao ya kiuchumi wanahitaji waanze biashara. Lakini kuna vitu ambavyo vinawakwamisha wengi kuanza, na common hizi ambazo navitaja hapa, na mimi nasema ndio kifikra, sina mtaji. Kwa mfumo na maendeleo ya teknolojia leo, kuna mfumo ambao unaweza kuanza biashara kwa kiingilio, mimi naita, kwa mtu ambaye kweli anataka kuanza biashara. Na nikasema hiyo biashara ina potential ama ina uwezo mkubwa wa kukulipa kama biashara zingine zilizo kubwa. Kukulipa mamilioni ya literally mamilioni ya hela. Kwa sababu nimesema duniani sasa hivi mfumo unaoongoza kutengeneza mamilionea ni network marketing. Na nimesema nasoma milionea kwa madafu ya Tanzania. Kwa madafu ya Tanzania ni mabilionea, ni mabilionea. Okay? So hii neno sina mtaji. Nimekueleza kupitia kampuni yangu unaweza kuanza biashara kwa furushi cha 155,000. Umeanza biashara literally $250,000. Katika biashara za kawaida huko nje unaweza kuanza kwa mtaji huo kweli? Huwezi kuanza kwa mtaji huo. Kwa sababu ya mtu kusema kwamba eti sina mtaji, sio kweli. Labda wewe unaweza kukuta mtu anasema hana mtaji wa kuanza biashara hii, lakini anakwambia ana wazo la kufungua biashara ya milioni 20. Si wapi na wapi. Hapo unakuwa ni mtu kwamba anajichanganya. Anasema anashindwa ku dream big na start small. Amejifunga kwenye plan A, ana plan B ama mbadala wa kuzunguka ili aweze kufanikisha ile plan A yake. Ndio maana nimesema mwanzo huko nisema kwamba target yangu ni watu wa aina tatu. Watu ambao wanatafuta biashara ya kufanya, watu ambao hapo walipo wamekuwa na passion na biashara fulani anataka kufanya, mtaji mkubwa lakini hana hela. Kwa hiyo inaweza kuwa ni njia ya kuachieve hilo na kupata hela na kuanzisha biashara. Na mwingine ni anamiliki biashara nyingine ya kujiajiri lakini ana mawazo na maarifa ya jinsi ya kuipackage hiyo biashara yake vizuri, kustrategize iweze kuwa biashara kubwa. Okay? So, sina muda. Kitu kama hakina umuhimu kwako, utakuwa una muda. Lakini kama kitu kina umuhimu kwako, utaprioritize muda. Huko nyuma nilikuwa nawaza hivyo. Unamwambia mtu tukutane, sina muda daktari. Nimebanwa sana kazini, nachelewa kutoka. Lakini mtu huyo akitoka kazini, anapita bar. Mtu huyo akitoka kazini, anapita kuangalia mechi. Tena mwingine anakuambia sasa nenda kwenye mechi. Kwa mechi ndio muhimu. Kwa hiyo ili tatizo lake la kujiongezea kipato amekuwa ulivyomuuliza kwamba je, wewe ni mtu ambaye ukisikia kuna jinsi ya kuongezea kipato kwa mtaji mdogo na bila kuchukua muda wako mwingi, akakwambia ndio, hiyo ilikuwa priority. Priority ni mechi kati ya nani na nani leo. Hiyo ndio priority kwake. Kwa nadhani kwamba kuna muda tu upo mwingi wa wewe unaweza kumsubiria kwa akuweke umsubirie siku ambayo ana muda wewe ndio uje kumwambia. Kwa kama wewe huwezi kuprioritize muda wako na yeye atakufanya usiprioritize muda wako. Kwa mimi naamini muda upo, kila mtu ana masaa 24 na ana masaa extra, ana masaa ya ziada ambayo anaweza kutumia kwa mambo mengine. Hata kama umebanwa kazini, huwezi kukosa masaa mawili ama masaa moja kwa siku. Na hayo masaa moja yanakutosha wewe ama kujunduliza kuweza kuanza kufanya hatua fulani kujikwamua kwenye hali ulionayo. Kama tatizo linakuuma sana, utapata muda. Kama likuumi, utakuwa una muda. Utakuwa weekend nataka nikae na familia. Ndio, unakaa na familia kwenye hali gani? Ya kupigika. Kwa nini usisacrifice? Kwa sababu hakuna kitu bila kujitoa. Tuseme hivyo, there's nothing for free. Lazima uofe kitu fulani uweze kupata kitu fulani. Nikwambia kwa hiyo ni law. No, uweze kuvuna bila kupanda, haiwezekani. Hebu jaribu kwenda kuiambia ardhi ikupe mahindi kama hujapanda mbegu. Kwa lazima mbegu ife pale ardhini na wewe lazima ujifie, uumie ili uweze kupata kitu kingine. Labda inabidi ujitoe zaidi sasa. Watoto wakukose pamoja na kwamba umebanwa kazini, sasa inabidi uextend na muda zaidi ili uweze kununua yale masaa uliobanwa kazini. Huo ndio ukweli. Bila hivyo hamna njia nyingine, uendelee kupigika tu, sahau. Ndio kilichopo, tukwambie tu ukweli. Umenipata? Kwa sababu hiyo inaweza pia kukwazo, unaingia kwenye biashara na ufanikiwe kwa sababu hiyo. You don't spend time kwenda kushirikisha watu taarifa, you don't spend time kuongeza maarifa yako, maana kuna darasa la kuongeza maarifa, you don't spend time. Una excuse this, I'm tired that. Either utavuna excuses au upate faida. Sina maarifa. Very common. Mimi sijui kuongea kama wewe. Mimi sina study kama wewe.
Kuna mtu alizaliwa anajua kuongea? Kwa taarifa yako, kwa wale ambao wamejengewa hoja kwamba network marketing is about convincing people, nadhani ulijengewa hoja iliyo sio sahihi. Ndio maana nisema kule mwanzoni, punguza maji kwenye kikombe chako, empty your cup uweze kujifunza, ili uondoe hizo misconception. Network marketing is about convincing. Network marketing is about marketing. Marketing is not convincing. Marketing is about kutafuta mtu ambaye anamuelimisha mtu to the point aone kwamba ana desire hicho kitu, au kutafuta mtu kustrategize marketing campaign ya kutafuta mtu anayehitaji umvute aje kwako. Anahitaji hicho kitu, sio mtu ambaye wewe unamconvince achukue. Hapana, anahitaji, kwa sababu ukimconvince uwezi against conviction yake, kuna wakati itabackfire tu, hata endelea popote kule mbele. Okay? So maarifa yanafundishika na unaweza kuyapitisha chini kwa watu wengine, maana yake watu wengine wanaweza kujifunza pia. So wewe ulizaliwa hujui kutembea, ukaanza hatua unatembea. Na hiyo ni ajabu kubwa sana. Ulijifunza, ulizaliwa hujui kuongea, ukaanza ba unaongea vitu vileki mpaka leo unaanza kuongea. Kwa hiyo kwa nini ushindwe kujifunza studies zingine? Ni uvivu na fikra yako ndio inakuponza kwamba uwezi. Kwa hiyo unatafuta excuse ili uweze kukimbia na kutafuta solution tatizo lako. Okay? Siwezi kuanza sasa, very common. Siwezi kuanza sasa. Unajua kuna hii project na mwishoni wengi nitaishia, tutafanya hizi presentation kwa siku 5, mwisho wa siku utaanza sasa, hebu tueleze sasa hii biashara yako, nakupa hiyo offer sana, nakwambia kampuni yangu ndio hii na hivi, hebu itazame. Mwishoni unajua sina mtaji. Na huko ndani kama una mtaji ondoka. Sababu nimeshakueleza ni 155 itakufaa. Ni heri uondoke tu. Mwisho wa siku utakuwa umepata hii taarifa yote, haikufai chochote. Huwezi kuitumia. Na taarifa bila kufanyia application haina manufaa. Ni sawa na kutusikiliza. Unapoteza muda tu. Get my point yani. Mwisho unasema sina muda. Nimeangalia lakini nimegundua sina muda. Nimeangalia lakini naona hii inahitaji uwe daktari. Nimeangalia virutubisho, naona virutubisho kule, nimeona sio virutubisho. Nimeona madawa kule. Sasa nikaona hii inawafaa watu kama nyie madaktari. Okay? Kwa mimi sina maarifa, kwa sababu nadhani kwamba network marketing ni about kuuza bidhaa. Nitakueleza baadaye, kwa sababu hiyo ni misconception nyingine. Siwezi kuanza sasa kwa sababu nina hii project na hii project nikimaliza sasa nitakuwa nimekaa sawia sasa kuanza biashara. Biashara sio safari bado. Ni safari fulani, ama ni shule unaenda huko sasa, unaenda kukaa huko. Biashara ni mpase kwenye maisha yako kila siku. Kinachokutawala wewe nikwambia ni hofu ya kuthubutu. Kwa hiyo nadhani kwamba uanze kujipanga sasa. Ngoja nijipange. Kisha jipanga, unaogopa kufeli wewe. Umenipata? Ndio kinachokusumbua. Unaona utapoteza. Kwa hiyo unatafuta kitu ambacho uende ukaulize mjomba na kuku na mbuzi, ukawaulize kama network marketing ndio inayofaa. Nadhani wao wana majibu. Hawana majibu. Ndio maana hata hawana majibu, wewe utakufa lini? Una majibu kwamba utakufa lini? Una majibu nini itatokea kesho? Huna majibu. Kwa hiyo unaenda kumuuliza mtu ambaye hajui wala hana majibu yote, unamuuliza, network marketing ni nzuri. Hii ni nzuri. Akusaidii chochote bro, unapoteza muda wako. Kama unataka kufanikiwa katika jambo, test it. Go out and test it. Utaspend muda mfupi sana. Test it, fail fast enough. Ndio biashara zilivyo. Fail fast enough. Sababu nilikuambia success ni mji ambao lazima upite failure ndio ufikie success. Hamna njia nyingine. Hakuna njia nyingine. Kama una ya kwako sio biashara. Hiyo ni kuajiriwa. Una uhakika wa mshahara mwisho wa mwezi. Hata usipofanya kazi, umekaa kwenye Facebook na YouTube mwezi mzima, unaweza kuambulia mshahara. Hiyo ndio tunajua. Lakini huko kwenye biashara, huko ni performance bro. Lazima uperform. Hamna njia nyingine. Okay? Tabia kuahirisha mambo, procrastination ndio tatizo na kukwamisha. Unapenda kuahirisha mambo. Okay? Kushindwa kufanya maamuzi hima. Pamoja na kwamba taarifa umepata, huwezi kupata, na ndio lazima uchangamue mambo ili ufanye maamuzi. Lakini kuna point unafika inabidi ufanye maamuzi. There's no way ukanaenda extend. Na nikwambia unavozidi kuextend basi maamuzi ni ngumu. Unaweza kufanya maamuzi. Okay? No urgency, hauna uharaka. Maana yake the pain ya kupigika bado haijakuumiza. Unaona? Kwa hiyo bado unaweza kuvumilia. Ingekuumiza ungekuwa umeshatoa mwanzo tu pale, ungekuwa umeshatoa hiyo 155. Umeshatoa. Unasema daktari, mimi nimeshamaliza, hebu niambie nifanye nini yani. Umenipata? Kwa hiyo natumai umejifunza kitu na tunasogea zaidi karibu kwenda kujua exactly jinsi gani unaweza apply ili kufikia malengo tunayofuatia huko. Mpaka wasaa mwingine, ni Dr. Temo. Asante sana.